Matendo 4:32-37. Nitasoma. Amen. Matendo 4:32-37. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba, akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume. Ujumbe ambao Bwana amelipa wakati huu kukuletea: tabia zinazoweza kulifanya kanisa la Kristo likue ama life. Na hapa ambapo tumesoma maandiko ya Matendo sura ya 4:32-37, tunaweza tukaona hizo tabia ambazo zinaweza zikalifanya kanisa kukua ama likafa, kanisa kuongezeka ama kusinyaa, kanisa kuendelea kuwepo ama kuishia pale ambapo limekuwepo. Kwa hiyo tabia zinazoweza kulifanya kanisa la Kristo kukua ama kufa. Mara nyingi wapendwa, mtu wa Mungu, kupitia Kristo wewe ndiwe kanisa la Kristo. Tukasema kanisa ni neno ambalo limetokana na neno la Kiyunani ambalo liko linajulikana kama eklesia. Eklesia ambalo hili neno eklesia lina maana ya watu walioitwa. Kama kanisa Kiyunani eklesia, kwa lina maana ni kanisa ni watu walioitwa, walioitwa kutoka kwenye ulimwengu wa dhambi, sawasawa na Israeli alivyoitwa kutoka katika nchi ya Misri, wakaitwa Israeli. Hata mzee Ibrahimu anaitwa kutoka Harani, anaitwa aache ndugu zake, aache wazazi wake, aache ndugu zake na jamaa, atoe kwenye nchi ambayo imezoea kuabudu masanamu. Anaambiwa atoke. Ndio maana Ibrahimu anaitwa baba wa imani, rafiki wa Mungu. Lakini hakuitwa rafiki wa Mungu akiwepo Harani, hakuitwa rafiki wa Mungu au mtee wa imani akiwepo kwenye nchi ya wazazi wake. Mpaka alipoitwa akatoka, ndipo akaitwa baba wa nini? Wa imani. Anaitwa alafu hajui anaenda wapi. Anaitwa atoke, hajui anapotoka anaenda wapi. Alafu aitwe atoke peke yake, atoke na familia yake, kwa maana ya mke wake. Kanisa lazima liwe na hii sifa ya kukua kiidadi, na namba 2, kukua kiroho, spiritual growth, kwani linakuwa kiroho. Hilo ni eneo la pili la kwamba lazima kanisa likue kiroho, na eneo la 3 kukua kimaeneo. Maana yake linasambaa, wide growth, linakuwa kwa kusambaa. Ndio maana leo tukasema JCC ni kama inakuwa, kwa maana leo tuna mtoto kule Kimbwini, leo tuna mtoto Sekepande, leo tuna mtoto kule Msumi, leo tuna mtoto kule wapi Msakuzi, leo tuna mtoto kule Bethania, kwa maana ya kule karibia na wapi. Maana kuna washirika walioko hapa walikuwa wazee wa kanisa 3, wote wamefungwa, wameenda kuanza kazi na tumeenda nao. Kwa lazima kanisa lisibakie mahali pamoja. Sifa ya kanisa lazima litoke. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima likue kwenye kidadi,
likue kiroho na likue kwa maana ya kusambaa. Jamani, tuko pamoja kanisa la Bwana. Sasa ndio ambacho tunakiona kwenye ile kazi ya jamii ya watu walioamini. Kumbuka Yesu aliacha watu 120 wakiwa pale orofani, lakini leo tunaona jamii kubwa ya watu waliokuwa wameamini, wana moyo mmoja, wana roho moja, na wala hakuna hata mmoja aliyesema ya kuwa kitu hiki ni cha kwangu, nyumba hii ni ya kwangu, pesa hii ni ya kwangu, mali hii ni ya kwangu. Yani kiwa alikuwa na sio watu wachache 120 alioacha Yesu pale Yerusalemu. Leo tunaona baada ya muda mfupi kanisa linaongezeka. Ndio maana kwa namna yoyote, kama unazima mtoto wa Mungu, ujue ya kwamba huwezi kuwa umeokoka mwaka jana hapo leo mwaka huu uko vile vile. Umeokoka miaka 5 iliyopita, bado mwaka huu uko vile vile. Hata dhambi ndogo ndogo zinakutesa, hata leo tamaa ndogo ndogo zinakutesa, na una miaka mingi kanisani, unaitwa hujakuwa bado. Ndio maana mwambia binti, be careful. Unaolewa na nani? Unaoa nani? Kwa kanisa lazima likue. Kanisa lazima likue kiroho, kiidadi na kimaongezeko kwa namna nyingine. Jamani, amina. Kwa ukiona wewe umekaa kanisani hakuna maongezeko ya kiroho, wewe tegemea wakati wowote utapelekwa ICU. Na tunajua kabisa utapelekwa ICU ya kiroho, maana yake wakati wowote utapelekwa mochwari. Lakini Mungu anaangalia pia roho yako inafanikiwa. Ndio maana Yuda akasema, mzee Gayo, nataka ufanikiwe kama roho yako inavyofanikiwa. Nataka ukue kama roho yako inavyokuwa. Shida ya kanisa leo, linakuwa kimwili lakini kiroho ni very poor. Hali ni mbaya. Na ndio hao ambao kesho ni waimbaji. Bwana atusaidie. Amen. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Tuko pamoja kanisa la Bwana. Sasa tunapozungumza kuhusu kukua au kufa kwa kanisa, mambo haya yanapokosekana au kuachiwa bila kutiliwa mkazo, ni ukweli usiopingika. Kanisa lazima life au lazima lidumae. Sasa nini kifanyike? Jambo la kwanza, Matendo 2:42 na kuendelea. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Yes. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 42 anasema wakao wakidumu katika fundisho la mitume. Kwa hiyo lazima kanisa la Yesu lisimame kwenye msingi wa neno. Lisimame kwenye msingi wa neno. Msingi wa neno, mahubiri ya neno, yaliyojaa neno. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Leo kuna makelele mengi, ndio maana nataka nikuambie kamanda wa Bwana, hata ninapokupa nafasi ya kuhubirisha ibadani, liwe Jumatano, liwe Ijumaa, naomba usitupigie bulabula, tuletee neno. Usije kutusifia mke wangu ni mrembo, tuletee neno. Usije kutuambia mimi na PhD au nimeenda Marekani, tuletee neno wewe, maana kwa Marekani masters yako haitaweza ponya magonjwa.
magonjwa haitaweza kutuokoa, ila neno la Jehova ndilo peke yake linaloweza kutuokoa. Wakajaa neno. Neno litatuadibisha, neno litakufundisha. Haleluya jamani, amina. Je, mnafikiri neno ni nani? Neno ndio Mungu mwenyewe, si ndio? Neno ndio Mungu mwenyewe. Nisikilize mwanangu, wala uhitajiki kuambiwa suruale unayovaa ni dhambi. Neno litakuambia. Maana jamii inakumwea kusemaje? Neno litakuambia. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wakao wakidumu katika fundisho la mitume. Ujumbe, ufundisho, maana yake msingi wa mitume waliopewa na Yesu. Kwa hiyo lazima kanisa ili liendelee kuwa hai, lazima liwe na injili iliyo hai. Amani, amina. Ndio maana tutaangalia kwa upana zaidi, lakini kwenye Matendo 2:42 hapo tunaona kuna mambo kama 4-3 ambayo pia anasema neno, maombi na ushirika ama umoja. Kwa lazima kanisa liwe na injili ya kweli. Ndio maana kutia moyo mshirika wa JCC, hata kama utahama hapa au utahamia eneo lingine, tafuta kanisa linalohubiri injili ya kweli, sio lenye mbwembwe, sio lenye kwaya kubwa, sio lenye majengo makubwa. Tafuta hata kama ni jengo la mabati, jengo la makuti, lakini injili ya kweli inahubiriwa ndani yake. Wewe kaa hapo. Amen. Lakini wakajua ya kwamba neno ndio Mungu mwenyewe na Mungu anakaa ndani yako. Sikiliza, hutamuofia pasta ya kwamba pasta yupo naweza kuishi nitakavyo. Sikiliza, kamanda wa Bwana, najiheshimu kwa ajili Yesu yuko ndani yangu. Najitunza kwa kuwa Yesu yuko ndani yangu. Kwa siwezi kuishi kwa sababu washirika hawapo, niishi tofauti. Navyoishi hapa ndivyo navyoishi, hata kijana Joshua navyoishi hapa ndio navyoishi hata pale chuoni. Kabisa. Siwezi kuishi tofauti. Kama ni mkorofi na kule ni mkorofi. Wapendwa, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Siwezi kuishi tofauti. Sasa najua Mungu wangu nimembeba. Moyoni mwangu nimembeba Yesu. Moyoni mwangu imembeba Yesu. Imebeba jina kubwa linalosifiwa na wote. Yanipasa sasa itende mema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lazima kanisa liwe na neno, lihubiri neno. Wanangu, mwalimu wa shule ya maandiko na wanafunzi ambao Mungu amekupa neema, umepewa nafasi na uongozi wa usije ukatupigia bla kwenye shule ya maandiko. Wako watu ambao wameacha ili wasikilize neno la Bwana, sio maneno yako. Wasikilize ujumbe wa Bwana. Wasikiliza kanisa la Bwana. Mwalimu wa shule, wa walimu wa watoto wameacha shughuli zao, wamekuja darasani, wafundishe neno. Haleluya. Amen, amen. Kuta mwalimu mmoja anapiga bla, yani baada anasimulia habari za hivi mayele, hata anafunza watu jinsi ya kucheza na mayele. Anafundisha watu kucheza na mayele, anafundisha habari za mpira, ndio anafundisha zini pasi hata ni mfano anautoa. Basi mkipindi chote mtoto umefundishwa hadi jinsi ya kucheza kama mayele. Kipindi kizima cha watoto wanafundishwa jinsi ya kucheza, wanapokuwa wametoka kichwani na mayele sio neno. Fundisha neno. Fundisha neno. Wakiwa na neno hawataliacha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fundisha neno. Umeshindwa, kaa chini, tuainuke wengine. Haleluya. Fundisha neno. Hata kama umeambiwa jioni kwamba asubuhi utahubiri, wewe usije hapo ukapiga bla. Unajua, yani sijajiandaa kabisa. Yani mchungaji aliniambia jana jioni, kwa nimejiandaa hivyo, naomba tuwe tayari na kuchomoa hapo mbele faster. Sasa kama hujajiandaa unaweza kutuambia nini? Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Nasema Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Fundisha neno, likae neno ndani yako. Neno moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda nini? Neno litakulinda wakati wote.
Kwa lazima lijae neno. Leo makanisa ni mengi, huduma ni nyingi, lakini neno limekuwa adimu. Jambo pili, maombi. Msingi wa maombi. Matendo 12, wakadumu katika kusali. Kwa lazima kanisa lidumu kwenye maombi. Maombi hayakuwa matukio ya dharura kwa kanisa la kwanza, bali maombi yalikuwa ndio mtindo wao wa maisha. Yaani ilikuwa ndio staili yao kila mahali, kwa sababu hata mwenye kanisa alikuwa ni mtu wa maombi. Akimaliza huduma hii, akimaliza huduma jioni, anapanda mlima Mizeituni kuomba. Ilikuwa ni tabia ya Yesu. Wewe una tabia gani mwanangu? Nataka nikwambie, kanisa lilipoomba malango ya gereza yakaachia. Kanisa lilipoomba pingu zikamwachia Petro. Kanisa lilipoomba mikatale iliyofunga miguu ya Petro ikaachia. Kanisa lilipoomba malango ya gereza yakaachia. Wapendwa, kuna malango yataachia kama hautaomba. Nataka nikwambie, kuna pingu umefungiwa wewe, hautazitafunguka kama hautakuwa na maombi wewe. Na usingoje maombi ya afisi. Maombi ya afisi ni yale ya wote. Chukua maombi ya sungura, ya kwamba ni maombi binafsi, maombi private. Hata kama kanisa litaomba, lakini kuna watu wataomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi. Mwambie mwenzako, kamata msingi wa maombi. Kamata msingi. Uwe na muda wako binafsi wa maombi. Amen. Wewe umekaa tu enu kazi yako rahisi. Uwezi wazako wanaenda kubeba zege na wapo kwenye maombi ya mfungo. Kwa sababu kuna mahali wanataka watoboe. Wewe unakuja maombi ya pasta peke yake. Pasta mwenyewe anazidiwa na familia yake za nyingine. Na ana mambo yake yenyewe. Unakuja wewe una maombi binafsi. Unaowaambia wakuombe wenyewe wana maombi pipa. Yamejipanga kama foleni ya mwendo kasi ya Kimara. Kama sio ya Mbagala. Hata kufikia lini? Omba. Kanisa la kweli lenye msingi, lenye ushindi lilikuwa linaomba, likadumu kwenye maombi. Siogope. Nataka nikwambia, kuna kitu kisichoshindwa ni maombi. Kuna kitu kisichoshindwa mbele za Mungu ni maombi. Yesu alikuwa ni mwombaji kila wakati. Yesu alikuwa anaomba. Kama Yesu aliomba, wewe ni nani usiombe? Nakuja nyumbani kwako mama, naambiwa mama yuko chumbani, ameshaosha vyombo, ameshafua nguo za mume wake, ameshafanya usafi, yuko chumbani, sio anaangalia TV, sio anachati, yupo kwenye maombi. Haleluya. Amen. Hapo ndipo ambapo umempata aliyetoka kwa Bwana. Wengine hawajatoka kwa Bwana, wametoka uchangani, wametoka kwa apostol, hawajatoka kwa Bwana. Ndio maana maumivu yanakusumbua, ndio maana wamekuwa vichomi, ndio maana kuchoma kila inapoitwa leo. Kwa hiyo jenga msingi ili kanisa lisife. Lazima kanisa liombe. Namba 3, msingi wa upendo. Upendo. Yohana 13:34-35. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Asante. Amri mpya nawapa, mpendane. Asante. 13:34. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kila mshirika kuona mwenzake ni wa thamani. Ulimwengu wa leo unakataa mahubiri yetu kwa sababu ya kukosa upendo katikati yetu. Katika wale Mungu anaowaleta kanisani, hatuoni umuhimu nao. Hii inasababishwa na roho ya ubinafsi na mshirika kuona mshirika mwenzake kama mshindani. Hii ni roho ya ubinafsi, na ikiachiwa, tumalize na hilo andiko la Wafilipi 2:3-4. Wafilipi 3:4 tumalizie hapo. Msingi wa roho ya upendo. Ukishinda roho ya ubinafsi, tukishinda roho ya ubinafsi, roho ya kujipenda mimi kwa mimi, na msaidia huyu atanisaidia nini? Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo.
kwa damu itutakasayo ya kondoo. Haleluya. Ziwe safi, uonye upendo, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Hebu inua mikono yako, inua mikono yako, hebu inua mikono yako. Roho Mtakatifu, tunajua ya kwamba kanisa la mwanaume na mwanamke ambaye yuko hapa, uhai huo wa kanisa lako Bwana uachilie ndani yetu. Hebu inua mikono yako, hebu sema Roho Mtakatifu. Hebu omba kwa sauti kubwa, funga macho yako, sema Roho Mtakatifu, niko hapa, ninatamani